Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Benjamin Mkapa kwa kijiji utalii wa matibabu, kuanzisha mfuko kugharamia wenye selimundu, kupandikiza figo. Mchengerwa ataka ushirikiano afya kikanda kulinda uchumi. Habari katika ukurasa wa 5. Wabunge wataka tathmini riba madeni ya wakandarasi. Habari katika ukurasa wa 3. Mpango wa maendeleo wapaisha mauzo ya mazao nje. Habari katika ukurasa wa 4 gazeti hili. Mwigulu ataka ushirikiano EAC ulinzi wa ziwa Victoria. Habari katika ukurasa wa 2. Vyama vya siasa vyahimiza mahusiano kulinda amani. Habari katika ukurasa wa 7. Kanisa muumini wazika mgogoro wa miaka 51. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Tanzania ya pili Afrika ubora wa mazao ya nyuki. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni simulizi kutekwa msaidizi wa Lissu. Uongozi wa Chadema, shuhuda wasimulia tukio lilivyokuwa, mwenyewe aeleza jinsi alivyojiokoa mikononi mwa watekaji. Polisi waanza uchunguzi wakitaja gari linalodaiwa kuhusika kwenye tukio. Habari katika ukurasa wa 4. Nukuu ya Amani Golugwe ikisema watu hao walijitambulisha ni polisi, lakini walifanya tendo la kiharamia baada ya kuvamia gari alilokuwa amepanda Jumbe na rafiki yake na kutokomea naye kuelekea eneo la Mbweni. Nukuu ya kamanda wa polisi kanda maalum ikisema David Jumbe ameshapatikana na uchunguzi zaidi unaendelea ili kubaini ni watu gani waliomkamata kwa madhumuni gani, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa dhidi yao kwa mujibu wa sheria. Habari picha inamuonesha Jumbe akisaidiwa kushuka kwenye gari baada ya kupatikana akiwa na pingu. Sababu zinazochochea utoaji mimba hatarishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Hii ni ripoti maalum ndani ya taasisi kupindisha haki, kiini cha vurugu Nchimbi. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema kinacholeta vurugu kwenye taasisi nyingi ni kupindishwa kwa haki pamoja na kukosekana na uwazi. Pia amekitaka chama cha waandishi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Sababu shinikizo la damu kutesa zaidi wakazi wa mjini. Habari ni katika ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 14. Siri maziwa ya nyuki kusaidia mtu asizeeke haraka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Mjadala vyeti vya taaluma kutumika kuchukulia mkopo. Habari katika ukurasa wa 5. Wakati serikali ikiendelea kukamilisha maandalizi ya sheria itakayoruhusu matumizi ya mali zinazohamishika ikiwemo vyeti vya taaluma. Kama undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako
ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii ninalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika undani kutekwa kwa msaidizi wa Tundu Lissu. Rafiki yake aliyokuwa naye ndani ya gari asimulia kisa kizima, apatikana akiwa na majeraha kichwani, mikononi amevimba. Ofisi za Chadema za zingirwa na polisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Nukuu ya Alan Chacha, rafiki wa Jumbe, inasema alipojaribu kubana kushoto ili wapite walizidi kutublock. Tulijaribu kuongeza mwendo tukiamini tukifika maeneo yenye watu wanaweza kupata msaada, lakini walituzingira kabisa. Chadema na Gambo siri nzito. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Mtumishi hewa arejesha mamilioni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Mtoto tumbukia katika shimo na kufariki dunia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Polisi kesi hii inawashtakiwa wawili, sijui mmoja aliko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Bado hakieleweki Marekani na Iran, Trump atoa neno. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni SGR yazidi kunoga. Serikali yatangaza kuunganisha vituo vyake na barabara za lami. Lengo ni kuharakisha shughuli za kiuchumi. Habari katika ukurasa wa pili. Mwigulu watoa maagizo uhifadhi ziwa Victoria. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Nchimbi ataka uadilifu TAPSEA. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Hotuba ya bajeti ya Wizara ya Ujenzi ndani. Lakini pia gazeti hili imeandika simulizi mgogoro uliodumu kwa miaka 50 ulivyotatuliwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Mali zinazohamishika mbioni kutumika kama dhamana ya kuombea mikopo. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na sasa tukikie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siku 233 kileleni. Msimbazi afanya kweli Tanga. Waarabu wamwibukia Libase Gay. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 10. Simba dhidi ya Dodoma ni Jumapili Mei 24 KMC Complex saa 12 jioni, ligi kuu bara. Matokeo mchezo hapo jana: Coastal Union 1 Simba Sports Club 2, mchezo uliopigwa Mkokwani Tanga. Msimamo wa top 2, Simba anaongoza akiwa na alama 55 akicheza michezo 24, wakati Yanga amecheza michezo 23 na alama 54. Kibano kipya Mastaa Yanga, mtihani mzito kwa Singida. Hii leo saa 10 kamili jioni KMC Complex ni Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Ebola yafuta kambi DR Congo, kombe la dunia. Habari katika ukurasa wa 2. Harmonize Mario kazi tu, ingawa hawafanya kazi kama kundi la muziki, lakini mfululizo wao ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10. Rekodi ya Unai na miaka 44 ya Villa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Gazeti hili kiandika TPL leo Ijumaa Azam FC dhidi ya Tanzania Prisons saa 12 jioni Azam Complex. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa 2. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo limeandika Simba Yanga kupokezana kileleni. Hili ni swali, undani wake ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ferdinand au fursa utalii AFCON 2027. Chalamila kuipa City milioni 50. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Salah kuongoza Misri. Habari katika ukurasa wa 22. Tanapa kuzindua uwanja wa gofu wa kimataifa. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma limeandika hat-trick kitendawili kigumu msimu huu. Wakati kama huu msimu uliopita hat-trick 3 zilikuwa nyavuni kati ya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Yanga Singida Black Stars mtegoni ligi kuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Rais Kagame pongeza Arsenal. Enrique asisitiza ili stahili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika Simba yakaa kileleni. Rio avutiwa na utalii Serengeti. Habari katika ukurasa wa 19. Yanga Singida Black Stars mechi ya kibabe.
habari ni katika ukurasa wa 19. Alisson aitaka Juve, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Serengeti Girls yaita mashabiki, habari katika ukurasa wa 19. Hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, kweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa toka Zamani TV.